maisha ni Mungu, life is God, au kesho ni ya Mungu, or your tomorrow belongs to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mara nyingi katika maisha tunapigana sana na Many kesho. times in life we are struggling in life, na kesho yetu inakuwa ni fumbo, and our tomorrow becomes inakuwa riddle, kama hadithi becomes a katika riddle, maisha or becomes a au history, ndoto. or a dream. Kwa hiyo watu wengi tunapigana na kitu ambacho hatujafikia, And therefore everyone is struggling over something that is not na attained. hicho kinasababisha watu wengi wanakuwa katika mambo mengi, magonjwa, taabu na ziki. And that one has caused so many people fall into so much illnesses. Ukweli wa maisha, And the truth about life, maisha kila mtu anapitiaga matatizo. in life everyone goes through challenges. Kila mtu ana matatizo yake. Everyone has got his own personal challenges. Na ukweli wa maisha, And the truth about kuna life, wakati mtu anapitia kucheka, it is when someone goes through laughter or wakati joy, mwingine unapitia kulia, and sometimes you go through tears. kuna wakati unasikia kufurahi, There are times you feel joy, lakini kuna wakati unapitia haufurahi. and there are times you don't feel like having anything. Kwa hiyo in your hiyo ni life. sehemu ya maisha And that is part of life kwa kila mtu, to everybody, kwa kila mtu. everyone. Sasa inategemea And therefore it depends mtu amelalia pande gani. that where are you? Kuna mtu There is someone, akiwa na uchungu when he's going through pain, haoneshi he watu, doesn't show yeye people. analalia He pande will always ya lean on kuonesha one side mema. to show that he's Kwa okay. hiyo unaweza kumuona Therefore you look at him, kila wakati yeye iko sawa, every time he's okay, kwa sababu alichagua because he chose kuto kuonesha mabaya. never to show Lakini people kuna bad mtu things. ambaye But there are these people anachagua that he choose kuwa mtu wa to huzuni. be a person of grief. Wakati anapopitia mateso, When he's going through trouble, anapitia ziki, going through challenges, anaamua kulala kwenye hiyo pande ya he ziki. decides to lean on that side Ndio of utampata trouble. kila mtu And you find anajua everyone kabisa huyu knows that this ana one ziki, is going through trouble. huyu This one ana tabu. has got trouble. Maana anaikuonesha kwa because sura he's showing in your face maisha yake vile that yake. the way of his life. Lakini maisha, But life, kila mmoja everyone ana siku ya ziki, has got a day ana of siku trouble, ya furaha, and has got ana a day of joy, siku ya has got kuumwa, a day of na pain, ana siku ya kuwa and sawa. has got a day of Lakini well. But inategemea it depends umesimamia wapi. where are you leaning. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Umesimamia Where wapi? are you leaning? Sababu wengine unaona kabisa mpaka anainama chini Because some you look at them, they're even kwa bending sababu ya shida yake. because of the pain. Lakini unaweza kugundua But you can realize kuna mtu anacheka, there's someone laughing anaziki and is going kukuzidi, through trouble more lakini than you. But ameamua he has decided kulala pande ya to furaha. lean on one side of joy. Bwana Yesu Praise asifiwe. the Lord. Tasoma kitabu cha Mathayo We shall read the book of Matthew. 6 na mstari wa 25. Matthew chapter 6. 25:34. Chapter 6 verse 25 to 33. Chapter 6 verse 23 and 24. And this is what the Bible says. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Verse 25. Verse 25 beginning there. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Verse 26. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kuliko kupita hao? Verse 27. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua
aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Verse 27. Endelea. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Verse 29. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika furaha yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Verse 30. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi mavazi ya kondeni yaliyopo leo na kesho yatupwa kalibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Verse 31. Msisumbuke basi, msiseme tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Verse 32. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nashukuru kupokea wageni, mpigie makofi Bwana. Pigie Bwana makofi. Appreciate the Lord. Nadhani watakuja kutusalimia baadaye. And later they will come and greet the church. Amen. Amen. Kama vile nilimwambia, as I had begun telling you, maisha ni ya Mungu, maisha ya kesho ni ya Mungu. Life belongs to God. Na nikasema ya kuwa and I said, kila mmoja every one of you upitia matatizo, goes through trouble, na kila mmoja every one of us upitia mateso, goes through challenges. Lakini inategemea. But it depends. Kuna watu ambao there are people wanayaonesha mateso, they are showing their lakini kuna watu ambao and there are people hawaoneshi mateso. They don't show their trouble. Lakini kawaida ya maisha, but the normal way of kuna life, wakati wa ziki, there are time of trouble, na kuna wakati wa mateso. and there are time of kuna challenges. wakati wa kufurahi, there are time of joy, na kuna wakati wa kulia. and there are time of tears. Kuna wakati ambapo unajisikia kuongea, there are time you feel na like kuna talking, wakati ujisikii kuongea. and there are time you don't feel like talking. Lakini inategemea, but it depends, umechagua nini katika maisha yako. in your life. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma katika neno la Mungu, we have read the word of ambalo God, Biblia inasema msisumbukie ya kesho. that is saying that don't be troubled Kesho itajisumbukia yenyewe. Tomorrow we shall trouble for Lakini haya maisha tunaishi, but the life you are living, maisha ambayo yanajaa vita, is the life full of wars. Kila wakati tunapitia katika vita. Every time we go through war. Unaweza kuwa umenyamaza, maybe you are quiet, unaweza kuwa umekaa pale, you are seated there, lakini uko kwenye vita. but you are in a war. Lakini hivyo vita, and that war, hata aliye pembeni yako, even the one who is close to you, hajui kama uko kwenye does vita. not know what you're going through. Lakini hivi vita, but this war, unapigana sana, you are fighting so much, unang'ang'ana sana, you are fighting, na mara nyingi sana so much time, vita vyetu and the ni kwa ajili ya kesho. is because of tomorrow. Unajiuliza, kesho yangu, you are asking yourself about your tomorrow, how shall it be? Kesho yangu, how will be my nitafika nikiwaje? How will I get there? Hiyo unasumbuka and therefore you sana, are wondering and na wondering, mara nyingi hupati jibu. you don't get the answer. Lakini Biblia inasema but the Bible says kushindana kwetu that our fight sio kwa damu na nyama, against flesh and ni blood, katika falme but it's the kingdoms and principalities that are not seen. Na hizi falme zisizoonekana lazima tuvae silaha. We have to put on the full Wafilipi armor. nasema, And it says, vaeni silaha zote za put on the Bwana full armor of God, muweze so that you kushindana may stand siku ya uovu. day of evil. Hiyo uovu And therefore ni evil sehemu ya is mwanadamu part of life ambayo for the human inatokea kwa kila that wakati, appears anytime. na ili And ushinde, for you to overcome, ili for uweze, you to make it, lazima uvae silaha. you have to put on full Na hii armor. silaha And this ni armor, silaha gani? what kind of Kwa sababu armor it is? hatupigani kwa nyama. Because don't fight by flesh. Afadhali ninapopigana na nyama, And when you're fighting with flesh, kuna mtu atanisaidia there's kuamua. someone who can help me Unajua out. kuna wakati unaweza There pigana,
kupigana, times you can fight, hauna nguvu. you have no strength. Lakini ukiona watu wa kukuamua, But when you see people cheering you up, unajichochaga. you always rise. Mimi nataka kupigana. And say that I will fight. Mimi nataka kupigana. I will fight. Lakini wakikwambia enda kapigane, unasema mimi nimemwachilia tu. No, please leave me. Haukuwa na nguvu. Because you didn't have strength. Haukuwa na nguvu. You didn't have strength. Lakini vita vya kiroho, because the spiritual ni vyako mwenyewe. It is personal. Vita vya kiroho, spiritual war, lazima wewe mwenyewe upigane. You have to fight in vita person. Vya kiroho, spiritual lazima uvae silaha za Bwana. You have to put na sasa matatizo tunayo, and the trouble we have, silaha zetu the armor we have, tunaziweka mbali. We have put it far. Matatizo tuko nayo, the trouble we have, hatuwezi kujielewa. We cannot understand vita vitatokea wakati gani. That what war is coming. Lakini unapomtazama askari, when you look at askari hawekagi bunduki pembeni. A soldier does not put down his hata akilala, even if he sleeps, mkono wake unakuaga mahali kuna silaha, is where the weapon akijua ya kuwa vita vinaweza kutokea wakati wowote. Silaha ya kwanza ambayo tunastahili kupigana ili kushinda katika maisha yetu, lazima uwe na imani. Biblia inasema ya kuwa pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na Wakristo wengi tunaishi maisha ya kunyong'onyea, maisha ambayo tunaregea, tunavunjika moyo, tunakata tamaa kwa sababu hatuna imani. Lakini kama utakuwa na silaha hii ya kuwa na imani, ya kujua ninamwamini Mungu, na kama ninamwamini Mungu, Mungu anaweza yote. Yawezekana sioni, lakini mbele yangu kuna baraka ambazo Mungu ameniwekea. Utaishi maisha ya furaha kwa sababu ndani yako kutakuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida tunayo, tunaenda kwa kuona. Na wakati tunapoona, tutaona tabu, tutaona madeni, tutaona serikali inasema hivi, tutaona dunia inasema hivi, tutaona mambo mengi ambayo hayatatutia moyo katika safari. Lakini silaha ambayo Yesu anasema kila mmoja mwaminio lazima awe na imani. Wakati tunapokuwa na imani, hautaona shida, utamwona Mungu anaweza mambo yote. Ili tuweze kuwa na imani, lazima tuwe watu waombaji. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na watu wengi tumeshindwa kuomba. We are not able to pray. Tumeshindwa kuomba. We are unable to pray. Na hapo ndipo hatari. And that is where the danger lies. Unaweza kuanza ibada. You can begin a worship service. Kiongozi wa ibada anaanza maombi. The leader begins to pray and lead prayers. Na watu wanakuja nyuma. And people are coming in. Na ili waingie kwa maombi, and for them to get into prayer, kungangana. It becomes troublesome. Ukiwaambia watu tuombe, you tell people let's pray, inakuwa ni kama vile mzigo. It's like it's a whole burden. Na hilo ndo jambo ambalo, and that is the challenge, watoto wa Mungu, the people of God, lazima wawe nayo. They have to have. Maombi, prayer, ni silaha is an armor katika maisha tunaishi. In the life you are living. Nilikwambia maisha, I told you life, changamoto. It is a challenge. Maisha, life, kuna kile ambacho ufikiri, there are things that you don't kinatokea ghafla katika maisha yako. Unajipata hukufikiria nitakuwa hivi, lakini ghafla inatokea. Lakini mtu ambaye anaishi maisha ya maombi, maombi ni silaha. Maombi ni kitu kikubwa ambacho kanisa na watu wa Mungu wameshindwa. Usipoomba, maisha yako itakuwa yakiambaza. Manake ni kama kibambazi unapigana nacho ili uvuke kwenda ng'ambo nyingine. Kwa hiyo unakutana watu wengi wameshindwa. Anajiita Mkristo, lakini maisha yake
yake sio maisha ya maombi. It's not a life of prayer. Ili uwe na uhusiano na mtu, for you to have a relationship with someone, na mtu wa kuelewa, and someone to understand you, lazima mzungumzie. You have to talk. Tunaweza kukutana na mtu, you can meet someone, akakuona kwa sura fulani, and he sees you in a certain face. Tumemalizwa kufundishwa hapa, we have been talking about, kwa siku ya kwanza, in the first day, ukikutana na mtu, when you meet someone, jinsi alijipresente kwako, the way he presented himself to you, utamjua. That's the way you will know him. Anaweza kuwa anacheka, might be laughing, alafu mtu akakuuliza, and then someone asks you, umekutana na mtu fulani, did you meet such a person? How did you see him? Kile utakachosema, the way you will say it, utasema anacheka cheka sana. Is someone who is full of joy, laughter. Unaweza kutana na mtu, you might meet someone, siku ya kwanza, the first day, umpata na laumu, and you find him blaming, ni ule mtu fulani, that kind of a person, vile nilimuona, the way I saw him, analaumu sana, he is murmuring too much. Kwa sababu gani? Why? Vile umekutana naye, the way you met him the na first time. Na ili tumuelewe Mungu, and for us to understand na kumjua Mungu, and to know him, na kukaa karibu na Mungu, and to stay close to him, njia ambayo tunakuwa nayo, the ways that we have, ni lazima tuwe waombaji. We have to be prayerful. Wakati tunamwendea Mungu kwa kuomba, go through prayer, wakati ambapo tunamwendea Mungu, when we go to God, Mungu anashuka. God comes to us. Lakini problem ambayo tuko nayo, but the problem we have, hatuombagi kwa Mungu. We do not pray to God. Hatutaki utukufu wa Mungu ushuke. We want his glory to come down. Kile ambacho tunaendaga kumpelekea Mungu. Mungu, we run to him to give him. Ukiwaona Wakristo wengi, when you see so many Christians, wanaomba sana, they are praying too much. Ni raporo yenyewe wanapeana. It is a report they are giving. Ni report. It's a report. Mungu unajua. Oh God, you know. Sina chakula. I don't have food. Mungu unajua. God, you know. Sina nyumba. I don't have a house. Mungu unajua. God, you know. Sina hiki. I don't have Mungu that. Unataka God, wana. Mungu unataka nyumba. God, I want a house. Mungu unataka food. God, I want a wife. Sisi sote, all of us, ukitazama toka tuliingia hapa, observe when we ni mmoja kwa 10 it is one ambaye amemwambia Mungu, nimekuja kwako, that I have come to you, kwa sababu nimekuja kwako, nataka ushuke, unihudumie wewe, sitaki kukupa report, lakini nataka utukufu wako ushuke juu ya maisha yangu, ili nikujue zaidi, nikikujua zaidi sitakuwa maskini, nikikujua zaidi nitaishi maisha ya kupendeza, nikikujua zaidi maisha yangu yatabadilika. Lakini mambo mengi tunamwendea Mungu, so many times when you go before God, ni report. It's about giving reports. Mungu hahitaji report. God doesn't want your report. Mungu anajua kile unahitaji. God knows whatever you want. Anajua una shida. He understands your need. Lakini anasema, but he says, njooni tusemezane. Come, let us talk. Kwa hiyo uhusiano unapokuwa zaidi, when it grows, ndipo hapo sasa, that's the point. Mungu anajua kabisa huyu mtoto wangu, this child of mine, yuko karibu na mimi, is close to me, lakini ana shida hii, but he has this problem, he has this trouble, he has this trouble. Lakini shida, but the problem, sisi tumekuwa wakaombaomba. We are these people who are beggars. Kimwona mwenzako analala, mwambie amka. When you see your neighbor sleeping, tell them to wake up. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo silaha and therefore the weapon ambayo Mungu anataka katika maisha yetu, God needs us to have in our lives, lazima tuwe na maombi. We have to be prayerful, kwa sababu maombi, because prayer yanafungua milango, opens doors. Nilikwambia nitakufundisha, si ubiri. I will teach you, I'm not preaching. Tujifunze kuomba. Let us learn how to pray. Utamjua mtu wa kujua kuomba. You know someone to know who knows how to pray. Wakati wa maombi, in the time of prayer, hawezi kuchoka. He cannot get tired. Lakini kuna watu ambao, but there are people, anaweza kuimba sana, they can sing too much, anaweza kusikia mahubiri, they can take time in preaching, lakini ikifika saa ya maombi, when it comes time for prayer, anachoka. They get tired. Na kiongozi wa ibada, and the leader of the anaona, the leader, anajua huyu anaomba, huyu anachoka. Unajua kuna ile lugha, there is that language ambayo hautaniambia, that will not tell lakini me, nikiwa hapa, but when I'm here, naielewa. I am able to understand. Najua hapa nishachokesha. I will know this one, people are tired already. Nishawachokesha. I have already made them tired. Unaona mtu anatoa miayo, this one is wengine wako kwa simu, another one is on phone, wengine wako kwa hiki na kile, another one is doing that and that, and then I choose to see. Na ili ukutane na Mungu, and for you to meet God, lazima uwe muombaji. You have to be a prayerful person. Kitu cha tatu, the third thing, kwa haya maombi, in prayer, lazima uwe na maombi ya siri. You have to have intercession of or secret intercession. Unajua
Kuna ile maombi there is that prayer or ambayo tunataka kuomba juu watu watuone. That we want to pray for people to see us. Na katika ulimwengu tunao, and in the world we are in, ni ulimwengu ambao tumeanza tujipige picha kwenye maombi. It is a world that everyone is having a selfie in prayer rooms. Kwenye mlima nijipige picha. When I go to a mountain, I have to have a selfie. Watu wanione ninaomba. For people to see me that I'm praying. Lakini acha nikwambie. But let me tell you. Mtu yeyote anayeomba kwa siri, anyone who prays in secret, maisha yake ni ya maombi ya siri. And your life is full of prayer in secret. Anamjibu kwa wazi. God answers you in wakati wowote tunapomwendea Mungu kwa siri, when we go to God kumlilia Mungu kwa siri, we cry to him in secret, kumuomba kwa siri, we see him in secret, Mungu anakujaga anazihirisha kwa wazi. He reveals himself in open. Kwa hiyo lazima tuwe na maombi. We have to have a prayer. Kama Mkristo, like a Christian, maombi yako binafsi, your personal prayer. Lakini leo, but today, maombi imekuwa ya Jumapili. Prayer has become a Sunday prayer. Jumapili, Sunday, tutaomba. We will pray. Tukitoka, when we leave the door, hakuna maombi. There's no prayer. Maombi zaidi tutaomba. We shall pray. Ni ya chakula pale tunataka kukula, ni kwa jina la Yesu tunaanza. If you will have an extra prayer, it's about food. Ukienda kulala, when you go to sleep, unasema hivi saa ingine nitakufa. I say maybe I may die overnight. Acha tu niombe. Let me just pray. Ni maombi ya kusukumiza mlango. It's a prayer of closing the door. Lakini usubuhi mara nyingi watu by the morning so many people don't pray. Anajipataga yuko kwa bafu. They find themselves already in the bathroom. Anajipata shava. Already you've put on your clothes. Already you've left the house. Aombi. You don't pray. Alafu unataka Mungu akubariki. And then you want God bless you. Unataka Mungu akuinue. And you want God to lift you. Unataka Mungu abadilishe maisha yako. I want God to change your life. Kwa hiyo lazima uwe na maombi ya siri. You must have a secret prayer life. Tusiwe na maombi ya kuonekana. Let us not only have ya kutaka watu watuone. Lakini wakati unapoingia ndani ya chumba chako, mahali ambapo umetayarisha, mtafute Mungu. Mwambie Bwana, shuka. Nataka kukuona. Nataka uwepo wako. Nataka nitembee na wewe. Katika haya maisha, pasipokuwa na Mungu, hauwezi kwenda kokote. You cannot go anywhere. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tumeona wenye majina. We see people with titles. Tumeona watu wengi walikuwepo lakini hawapo. But that they were lakini kuna Mungu asiyebadilika. That doesn't change. Ni yeye anabaki milele na milele. Kwa hiyo lazima tumwendee yeye. We have to go to him. Bwana nakuhitaji. Because that's why we need Bwana nakuhitaji. Unajua maisha yangu. And you know your life. Lakini shida, unatazama kesho kuliko kumtazama yule wa kesho ambaye ni Mungu. The beginning of tomorrow is God. Watu wengi wamezeeka. People are already old. Kile kinakuzeekesha, what makes you grow old is because of tomorrow. Ukiangalia miaka imeenda, when you look at your life years have passed, you have no even a couple with you. When you look at your life of your children, you begin thinking of what you shall live for. You have a tomorrow's life. But this afternoon, God wants us to go to him. When you run to him, he says this. Don't worry about tomorrow. Worry for itself. Hallelujah. Don't worry about tomorrow. Angalieni maua ya kondeni. Look at the flowers of the valley. Unajua wakati unaomba, when you pray, kuna neema ambayo Mungu anakupatia. There's a grace that God gives you. Macho yako yafunguka sana. And your eyes open wide. Kuliko kulilia kesho, instead of crying for tomorrow, utaanza kuona wema wa Mungu. You begin to look at the goodness of God. Utaanza kuona hizo ndege za angani. You begin to see the birds of the air. Hazilimi. They don't hazina gala. They have no stones. Lakini zinaruka. But they jump up and down, they fly, and they are na zinatembea, and they are flying. Unajirudi wewe. When you come back to yourself, mimi ni mwanadamu. Say, I am a man. Biblia inasema ya kuwa Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Na kama mimi ni mfano wa Mungu, and if I'm the image of God, Mungu hawezi niacha. God cannot forsake me. Mungu hawezi nipungukia. God cannot be less in me. Kwa sababu gani? Why? Ya kuomba. Because of prayer. Silaha
the weapon. Lazima tuombe. We have to pray. Tunapoomba, and when we pray, hatutaona kesho. We shall not look at tomorrow. Mungu, we shall see God, apeanaye kesho, the one that gives tomorrow. Na yule Mungu apeanaye kesho, and the God that gives you tomorrow, atajua mahitaji yako. He will know your needs tomorrow. Atajua nini unahitaji kesho. He will know what you need tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Maombi, prayer, inafanya mtu it makes someone anakuwa na moyo wa msamaha. Have a repentant heart. Mtu yoyote mwenye kuomba, anyone who prays, anakuwaga na moyo wa kusamehe. Will always have a spirit of forgiveness. Kusamehe sio jambo rahisi. Forgiving is not an easy task. Sio jambo rahisi. It's not an easy thing. Kwa sababu mtu amekuumiza. Because someone has hurt you. Mtu amekutendea mabaya. Someone has done wrong to you. Mtu amefanya maisha yako someone has made you go through trouble in your life to stand. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, msamehe aliyekukosea. Forgive the one who has huyu aliyenikosea, the one who wronged you. Wakati mwingine alinibeba Bwana. Maybe it's the one who took away. Huyu aliyenikosea, the one who wronged me. Wakati mwingine alibeba mke wangu. Maybe he took away my wife. Huyu ambaye wanasema ni msamehe, the one that is talking about forgiveness, ni mchumba alikuja kwa maisha yangu, is one lover who came in my life na kupenda, and promised me that he loved me and I will marry you. Lakini mpaka leo miaka 10 years down the line, kuliko anioe, instead of marrying me, ninamsikia ameoa mwanamke mwingine. I can hear him marrying another woman somewhere. And I've been waiting for him. And the Bible says, forgive him. Mtu ambaye someone aliua wazazi wangu, that killed my parents, niliona kwa macho yangu, I saw with my eyes, chinja baba yangu, and killing my father, mama yangu, slaughtering my mother, and they all died. Na ninapomwangalia leo, and when I look at him today, he's just okay. Mimi naitwa, and today I'm called yatima. Lakini Biblia inaniambia nimsamehe, that I forgive them. Kusamehe sio jambo rahisi. Forgiving is not an easy task. Sio jambo rahisi. It's not an easy task. Lakini wakati tunaomba, but when we pray, wakati unamwalika Mungu katika maisha, when you welcome God in your life, Mungu anakupatiaga neema. God gives you a grace, neema ya kusamehe, a grace of forgiving, neema ya kuachilia, a grace of letting it go. Kwa hiyo mtu muombaji, a prayerful person, ambaye maisha yake ni ya maombi, that is life full of prayer, kuaga na roho ya kuachilia, has a spirit of forgiving. Kwa sababu nikwambia kuomba, and because I told you kualika uwepo wa Mungu, is to welcome the presence of God, is to welcome the power of God. When the power of God takes over you, you will see everything to be nothing. You will be a person of forgiving. When we are prayerful people, when we know how to pray, you will have a spirit of forgiving. Let me tell you, if you don't forgive, there's no heaven you will enter. Ndiyo amekukosea. Yes, he has wronged you. Uko na sheria zote. You have every kind of you have every reason. Lakini njia ya baraka, but the way of a blessing, haumsamehe tu juu unamsamehe. You don't forgive just because you have to forgive. But if you want to live a good life, lazima uachilie. You have to let it go. Lazima uachilie. You have to let it go. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Lazima uachilie. You have to let it go. Uko na sheria zote za kuchukia. You have every reason to hate. Lakini ili ubarikiwe, but for you to have the blessings, ili uwe na maisha ya sawa, for you to have a good life, lazima you have usamehe, to forgive. Yawezekana hamtakuwa pamoja. It's possible you're not together, lakini msamehe, but forgive. Yawezekana hamtatembea pamoja. It's possible you won't walk together, yes, lakini msamehe, but forgive. Biblia inasema, the Bible says, usiposamehe, if you do not forgive, Mungu God hata kusamehe, will not forgive you. Naogopa hiyo. I am afraid of this. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo watu wa Mungu, and therefore people of God, lazima tusamehe. You have to forgive. Maombi, prayer, ni Getsemani yetu. Is our Gethsemane.
Ili kufika msalabani, for you to get to the cross, lazima uwe na Gethsemane. You have to get Gethsemane. Watu wengi wameng'ang'ana na msalaba. Many people have fought over the cross. Na msalaba umewashinda. And the cross has overcome them. Hawana Gethsemane. Because they don't have Gethsemane. Biblia inasema Yesu, the Bible says Jesus, kabla hajaenda msalaba, before he went to the cross, akawachukua wanafunzi watatu. He took 3 disciples of him. Wakaenda Gethsemane. And they went to Gethsemane. Na pale Gethsemane, and at the Gethsemane, akaenda kuomba. He went to pray. Biblia inasema akawaacha watatu. The Bible says he left them there. And he climbed a distance to pray. While praying, jasho yake and his ilikuwa inatoka damu, was full of blood. Maombi. Prayer. Alafu katika yale maombi, and in this session of prayer, Yesu anasema, Jesus said, mapenzi yako yafanyike. Let your will be done. Wakati mwingine, sometimes, mapenzi ya Mungu katika maisha, the will of God in life, sio njia ile ambayo unafikiria. It's not the way you think. Mungu anaweza kukupeleka, God can take you mahali haukutaka, to a place you never wanted. Lakini ni mapenzi yake. But it's the will of God. Mapenzi ya Mungu, the will of God, ilikuwa ni Yesu, it was Jesus, aende kwenye msalaba, to be crucified at the cross. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo lazima tuwe na Gethsemane. That's why we need to have Gethsemane, mahali pa kuomba, a place of prayer. Ukitaka kushinda majaribu, if you want to overcome temptation, ukitaka kushinda if you want to overcome the cross, lazima uwe na Gethsemane. You have to have your Gethsemane. Lakini kama hautakuwa na Gethsemane, if you not have a Gethsemane, kama hautajua kumtafuta Mungu, if you not know how to search for God, utaanguka. You will fail. Utashindwa. You will be overcome. Kama vile nilikuanzia, because the way I began, maisha, life, haikuwa tambarare. Is not an easy way. Unaweza kuona leo ni tambarare. You can see today is a smooth way. Lakini kesho, but tomorrow, ikawa ni mlima, becomes a hill or a mountain. Na hii mlima ili upande, and this mountain for you to climb, lazima uwe na Gethsemane. You have to have your Gethsemane. Mahali pa kuomba. A place of prayer. Kwa hiyo kama watoto wa Mungu, like as people of God, hautajiita Mkristo, you will not call yourself a Christian, kuomba saa moja, and you do not know how to pray for an hour. Hauko Mkristo. You are not a Christian. Sali moja peke yake. Just 1 hour. Unaweza kuongea masaa. You can talk for hours. Unaweza kuangalia TV masaa. You can watch the television for hours. Unaweza kuchati masaa. You can chat for hours. Lakini kuomba saa moja, but praying for 1 hour, inahitaji mkono wa Mungu, needs the hand of God. Kwa hiyo lazima ujipime. Therefore you have to measure, uanze kujiangalia, to begin to check yourself. Kama Mkristo, as a Christian, ninaweza kuongea na Mungu saa moja? Can I be able to talk to God for 1 hour? Unajua kuna watu wanaweza kufunga siku mzima. There are people who can fast for a whole day. Lakini aliomba dakika 20. But he only prayed for 20 minutes. Anajitesa tu na njala. Just suffering from hunger. Sasa mimi niko kwa maombi. And he's saying that I'm in prayer. Yuko kwa shughuli zake. And he's doing his own duties, doing his own things. Ikifika saa 10:30. When it comes at 4 in the evening. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. And I say, Father, in the name of Jesus, I thank you. And you know the troubles I'm going through and problems and all that, all challenges. Acha nikuambie. Let me tell you. Hata ukiwa na mtoto. Even if you have a child. Ambaye anapenda kukulomba sana. That every time he's asking from you. Au mfurahiaji. You're never happy about that child. Unajuaga tu huyu akinikaa karibu. This one is close to me. Mimi niko na watoto. I have children. Nikiona kuna mtoto nikimwona karibu yangu. That child, when I see that child close to me, I always tell him, sema kile unataka. I always ask him, what do you want? Kuagi karibu yangu. Because you're never close to me anyway. Ukimwona karibu yangu, when you see them close to me, they want to ask. Lakini kuna mtoto, but there is kind of a child ambaye that hana nia ya kukuomba. He has no reason to ask you for anything, but he's close to you. Ni mtu ambaye anakusikia sana. He's a person that listens to you most of the time. This child, unamwambia chukua nenda kanunue sweet. That have this and go and buy something for you. Go and do this and that. Because we have a relationship. Unaweza kuwa mwana, you can be a child, lakini hauna ushirika. Child, but you don't have tunakuwa na ushirika na Mungu. We only have a relationship with God when we pray to him. Wakati tunaoita uwepo. When we call upon his presence. Na wakati tunamsogelea Mungu. And when we draw close to God, ndipo Mungu anaangalia matatizo yetu. That's the more he looks at our problems. Mungu anaangalia shida zetu. And he will also solve Mungu your problems. Anatujibu hata He will answer you even before you pray. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kesho ya mtu, therefore your tomorrow, ni ya Mungu. It belongs to God. Kesho si ya mtu. Your tomorrow is not yours. Unaweza kujifikiria sana. You can think so much. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiongelesha. One person was talking to analia me sana. And was crying too much. Ananiambia sijui kesho. Tell me I don't know about tomorrow.
Sijui kesho yangu. I don't know about my tomorrow. Nikamwambia mbona una huzuni sana? And I asked him, why are you so grieved? Akanionyesha miaka yake. And he showed me his age. Akanionyesha hana kazi. He showed me how he doesn't have a akanionyesha maisha anayoyapitia. He showed me the life you kweli kama mwanadamu. As a man, unaweza kuangalia hivi. You can look at it from that unaweza point. kuona kabisa ana sheria. Yes, lakini nataka kukuambia kesho ni ya Mungu. Tomorrow belongs to God. Kesho ni ya Mungu. Tomorrow belongs to God. Kwa hiyo unapomtazama Mungu, Mungu anabadilishaga jambo kwa dakika moja. Usimdharau mtu saa hizi. Unaweza kumshangaa mtu saa hizi, lakini kumbe kesho Mungu anamfanya kuwa baraka katika maisha. Hiyo kesho Mungu. Usimkatie mtu tamaa. Watu wengi wamewakatia watu wengi tamaa. Anapomwangalia maisha ya ajabu ajabu hapa, anaona ni mwisho wake ni hapa. Lakini ogopa mtu ambaye anamtafutaga Mungu. Ogopa mtu ambaye maisha yake ni ya Gethsemane. Ogopa mtu ambaye ni mtu ambaye anaombaga kila wakati. Hakufagi maskini. He never dies a poor person. Unaweza kumdharau saizi, you can look down upon him today, lakini kesho, but it's tomorrow, Mungu akaleta wema. God will bring goodness. Nataka kukwambia, what am I telling you? Napoenda kumalizia, as I'm going to end this, kesho ni ya Mungu. Tomorrow belongs to God. Kesho ni ya Mungu. Tomorrow belongs to God. Acha kuogopa. Do not be afraid. Acha kuogopa. Don't be afraid. Kile unastahili kufanya, whatever you need to do, shika imani. Hold on your faith. Shika maombi. Hold on prayer. Alafu kesho, and tomorrow, Mungu atakuchekesha. God will make you have joy. Mungu atakupangusa machozi. God will wipe your tears. Mungu atakuheshimisha. God will honor you. Mungu atakupatia furaha. And God will give you acha joy. Watu wakucheke sasa. Let people laugh at you now. Lakini usiogope juu. But don't be afraid of tomorrow. Kama Mungu anaweza kuvika maua ya kondeni, if God can give clothes to the flowers of the valley, He will give you food. He will make you stand. He will bless you. Mshikilie Mungu. But hold on Him. Kuwa na uhusiano na Mungu. Go have a relationship with God. Have a relationship with God. Mtu wa kuomba. Be a person of prayer. Mungu katika roho. Search the Lord in everything of your life. Mungu awabariki sana. May God bless you so much. Mungu awainue sana. May God lift you on high. Muweze kusimama na Mungu. For you to stand by Him. Katika maombi. In prayer. Usiku kama vile mchana. Even day and night. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Pigia Bwana makofi. Appreciate the Lord. Pigia Bwana makofi. Appreciate the Lord. Hallelujah. 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 Amen.